Bwana, baada sasa ya timu ya Yanga Sports Club kuweza kuibuka na ushindi wakiwa ugenini dhidi ya timu ya Tanzania Prison pale kwenye dimba la Jamhuri mkoani Dodoma, klabu ya Yanga akipata ushindi mwembamba wa chuma moja kwa bila dhidi ya wapinzani wao hao Tanzania Prison, licha kuondoka na alama 3, lakini kwa upande wao game ilikuwa ngumu kweli kweli. Sasa kibarua ambacho kipo mbeleni kwa timu ya Yanga Sports Club ni mchezo wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara kati yao dhidi ya timu ya Azam FC, ama tunaweza tukaita ni Mzizima Derby, ambapo miamba hawa wanakutana katika ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Kama ninavyofahamu, mechi ya Mzizima Derby na kuaga ni miongoni mwa mechi ambazo zinakuwa na tension kubwa kuhusiana na mchezo husika, kwa maana hizi ni timu mbili kubwa kwenye ligi kuu zinakutana. Timu ya Azam FC bingwa mara moja ligi kuu ya NBC Tanzania Bara, lakini pia Yanga Sports Club bingwa wa muda wote ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Kwa hiyo unaweza kaona hapo ulingani jinsi ulivyo kwa timu hizi mbili zinapokutana. Sasa kwenye kuelekea kwenye mchezo huu hapo, bodi ya ligi pamoja na TFF kuna ratiba ama kuna taarifa yao wameitoa kwenda kwa umma kuhusiana na mchezo huo wa Mzizima Derby kati ya timu ya Azam FC dhidi ya timu ya Yanga Sports Club. Na hii taarifa niko nayo hapa mwana michezo wangu, nitakuja kukujuza na kukuhabarisha moja kwa moja kupitia hapa Bongo Vibe TV ili uweze kufahamu namna ambavyo kocha mkuu namna ambavyo taarifa hiyo imeweza kutolewa na bodi ya ligi pamoja na TFF. Lakini kabla sijakusogezea moja kwa moja ili nawe uweze kufahamu, naomba nikukumbushe jambo moja la kimsingi. Kama wewe ndio mara yako ya kwanza unajiunga nasi alafu bado haujasubscribe channel yetu, basi nikwambie kiukweli wewe ulikuwa unapitwa na taarifa nyingi na zile nzuri za kimichezo ambazo sisi huwa tunakusogezea na kukuhabarisha moja kwa moja kupitia hapa Bongo Vibe TV. Cha kufanya sasa hivi ili usiendelee kupitwa na hizo taarifa, swala ni jepesi kabisa mwana familia wangu. Hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii iliyoandikwa subscribe. Baada ya hapo hakikisha unakwenda turn on notification kwa kubonyeza alama ya kengele itakayojitokeza hapo pembeni. Ukishafanya hivyo, utakuwa ni mdau wetu wa kwanza na mwana familia wetu wa kwanza kujipatia kila aina ya taarifa mpya kimichezo ambayo sisi tunakujuza na kukuhabarisha wewe moja kwa moja kupitia hapa Bongo Vibe TV. Na kama tayari umekushaweza kusubscribe, sasa twende kazi tukaangazie kuhusiana na hiki ambacho nimeweza kugusia hapo awali. Kama unavyofahamu, timu ya Azam FC watakupo nyumbani kuialika timu ya Yanga Sports Club kwenye mchezo wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Hapo awali Azam walitangaza mchezo huu wa Mzizima Derby utafanyika kwenye dimba lao la nyumbani la pale Azam Complex Chamazi, lakini kulitokea mabadiliko hapa katikati na mchezo huo kutangazwa sasa utakwenda kufanyika kwenye dimba la Benjamin Mkapa ama Rupaso. Kwa hiyo rasmi mchezo huu wa Mzizima Derby kati ya Azam FC dhidi ya timu ya Yanga Sports Club utafanyika kwenye dimba la Benjamin Mkapa lilopo jijini Dar es Salaam Machi 15. Ndipo miamba hawa watakwenda kukutana kwenye kupambania alama 3 muhimu kwenye mchezo huu muhimu. Hapa ni mbinu ambazo zitatumika kwa makocha pande zote mbili. Kwa upande wa klabu ya Azam FC, kocha wao Front Benge atakwenda kuweka mbinu zake, lakini kwa upande wa kocha wa Yanga Sports Club Pedro naye ataenda kuweka mbinu zake kuhakikisha ni namna gani kila mmoja hapa ataweza kunufaika na uwapa mchezo. Ni miongoni mwa michezo migumu, naamini utakuwa miongoni mwa michezo mizuri pia. Una maoni gani kuhusiana na hiki nilichokusogezea sasa hivi juu ya ubadilisho wa uwanja kutoka Azam Complex mpaka Benjamin Mkapa? Njoo tuandike kupitia sehemu ya comment hapo, bila kusahau kulike, kushare, na jambo la muhimu kuliko yote cha kufanya sasa hivi mwana michezo wangu, hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe.